tunalala nawe, namuka nawe, natembea nawe. Karibu sana mtazamaji kwa channel yako hapa Conceivable Kenya TV. Make sure una subscribe na share ndo wa kwanza kutizama video zetu zingine. Naam, leo basi wacha tu focus na uongozi wa Mombasa County. Naam, na utendakazi wake. Naam, karibu, usisahau kusubscribe. Naam, Mombasa County tunajua inaongozwa na Abdul Samad ambaye hivi sasa ni tamu yake ya kwanza. Tunajua hivyo nyuma huko basi ilikuwa ni 001 ambaye ni Joho mwenyewe, na ambaye alichukua tamu ya kwanza kisha alafu akachukua tamu ya pili, na kazi yake pia ilionekana mpaka juzi watu mjenzi wakamfanya gavana huyo ama aliyekuwa gavana huyo mpaka akaekwa CS, kumaanisha kazi yake ilikuwa nzuri, na ndio maana akaekwa pale kwenye yuko hivi sasa. Na uongozi wa Mombasa watu wamelia sana kuhusiana na mambo ya drainage system. Na hiyo ni shida kubwa sana ambayo haijawahi tatulika tangu wakati wa uongozi wa governor CS Joho alivyokuwa governor. Basi drainage system ilikuwa ni shida. Ukienda pande za Jomvu, Mikindani, nyumba zinaingiliwa na maji. Na ukija upande wa Bombolulu, watu mpaka walikuwa wanavuka na madao Bombolulu kama mnakumbuka wakati ule, wakati wa Joho huo. Na pia upande wa Nyali kulikuwa na hiyo shida pia, na upande wa Kisauni pia ilikuwa na hiyo problem. Na hivi sasa basi wakati wa Governor Abdul Samad pia shida hiyo bado iko, ambapo ukienda Kisauni mpaka juzi tunaona kuna Walidi ambaye ni mmoja wa maactivist Mombasa. Basi alikuwa anasema kama Governor Abdul Samad ameshindwa na uongozi hawezi kutoka kwa uongozi, ambapo alikuwa anasema hivyo kwa sababu ya barabara ya Kisauni ilikuwa imejaa maji sana ile barabara, ambapo gari ndogo ilikuwa ni shida kupita, pikipiki, tuktuk, gari kubwa peke yake ndo zilikuwa zinaweza kupita, labda V8. Watu wa matatu pia walikuwa wanalazimisha, maana barabara yenyewe pia ina mashimo, lakini unaona watu wa matatu walikuwa wanapenya hivyo. Na hiyo ni Kisauni. Ukija upande wa Nyali pale kwenye kulijengwa Quickmart, Links Road, kwenye kuna Quickmart, hiyo barabara kuna mahali hapo upande huku na Quickmart, upande huku na petrol station. Hiyo barabara kuna mahali kulichimbwa, maana ile Quickmart sasa ilikuwa ile drainage system yao waliweka ikawa maji yanateremka hapa kwa barabara. Na huu upande wa juu kwenye petrol station ambao hiyo pia ni mpya, si ya kitambo, iko na kama 2 years sasa hivi, ambao Quickmart iko na kama 1 year, maana ni ya juzi. So huku maji yaliwekwa yanashuka kwa barabara, Quickmart pia nayo maji drainage yao inashuka hapo kwa barabara. So hapo kwa barabara kukinyesha huwa kunajaa maji mengi sana, ambapo gari pia ni shida kupita unless uzunguke upite na Nyali Barracks uende mpaka Voyager ndo utoke Reef, ambao hiyo pia ni shida pande wa Nyali. Na upande wa Bombolulu pia Bombolulu ni shida, ambapo kukinyesha huwa ni balaa sana. Mshomoroni pia tunakumbuka wakati wa Joho pia Mshomoroni ilikuwa ni hivyo. Kuna mahali kuna kama kisiwa hapo Bengala kwa chini hivi, kuna mahali kama kuna kisiwa hivi ambao ni kama kulichimbwa kitambo, kulikuwa na timbo kitambo, lakini ikaja ikawachwa, but watu wakaja kanunua wakajenga. Kuna wakati kulijaa maji mengi sana hapo, ambapo mpaka watu walipoteza vitu vyao, manake maji yalikuwa yanajaa mpaka size ya madirisha, ambapo hapo huwezi kusema tu utaendelea kuishi hapo, manake kuna stima. Na wewe kama labda ulikuwa na radio itakuwa ishakufa, kama ulikuwa na TV itakuwa ishakufa, mattress itakuwa ishaingia maji. So watu waliingia hasara sana, wale wapangaji na wale wenye walikuwa wamejenga pia nao waliingia hasara, manake hapo itabidi unabomoa nyumba, unachukua matofali unaenda unajenga mahali kwingine. Naam, sasa story yenye iko hivi sasa basi kuna shida ya mambo na drainage system ambayo sijui kama itakuja tatuliwa vipi, maana ni shida yenye ilianza kitambo tangu wakati wa Meya mpaka hivi sasa. Na pia usisahau ya kuwa Mombasa imezungukwa na maji na bahari, ambao maji hayo ya drainage kama yataelekezwa kwa bahari pia nayo itakuwa inachafua inachafua bahari. Na so hapo mpaka kutafutwe njia ambayo maji yale hata kama ni visima venye vitatengenezwa special, itakuwa maji yale yanaenda huko, ama watafute mbinu mbadala
Na shida hiyo basi imeletwa sana sana hivi sasa. Tukiangalia uongozi wa hivi sasa, kuna waziri wa ardhi, waziri wa barabara na ujenzi wa Mombasa County ambaye hivi sasa basi hashikani na gavana, ambayo kuna video ambayo nilikuwekea hapo nyuma wakipigia na kuna jamaa alikuwa amempigia waziri simu ndo akicomplain kuhusiana na mambo hayo ya kuwa pesa haifiki kwa county. Yeye alitisha pesa kwa national government ya kutengeneza barabara zile za vichochoroni na drainage system na nini, lakini pesa hiyo ikakanyagiwa na governor. Manake inasemekana governor pesa ile alikuwa anataka yeye ije kwake kwanza, ndio kama ni yeye kuirelease aweze kuirelease. So yule jamaa alivyosikia hivyo, kama pesa haikuji direct, pia naye akaachana nayo, manake sasa haiwezi pita kwake direct mpaka ipite kwa governor. Hivyo ndo governor aliyeka hiyo, manake mpaka governor asign. So yeye hakusign, alivyoona inaenda direct kwa hiyo waziri, inaenda direct kwa waziri, alikataa. Akasema kama ni mimi kuweka sign yangu na kukubali, basi mpaka ikuje direct kwangu ndio nikupatie wewe uweze kufanya maendeleo ya county, kama ni kutengeneza barabara, kama ni kutengeneza nini. So hiyo nayo inaweza kuwa sababu kubwa ambayo inafanya mpaka Mombasa County drainage system imesimama na haiendelei, na wala hakuna kitu chochote tunachokiona kinaweza kufanywa ama kinafanywa tangu shida hii iweze kuwa tangu wakati wa Joho. So sijui kama wakati wa Joho pia nayo ilikuwa shida ni hiyo, manake Mombasa County kusema ule ukweli, chuki za wanasiasa ni nyingi sana. Wanasiasa hawashikani Mombasa County. Na kwa mfano ukiangalia governor na Aroro na speaker, ambapo governor na speaker nafaa washikane, wawe kitu kimoja, lakini unaona hawashikani, hawaelewani. Maana hivi majuzi kulikuwa kuna semekana ya kuwa Aroro ama speaker wa county assembly anataka ugavana 2027. Na pia kuna wengine hapo ambao walijitokeza, ikiwemo Sarai ambaye ni mwenyekiti wa UDA. Yeye pia anataka anataka ugavana Mombasa County. Ukitoka kwa Sarai kuna Mbogo naye anataka ugavana Mombasa County. Ukitoka kwa Mbogo kuna Mohamed Ali ambaye ni Mohamed Ali na Sarai wote wa UDA, ijapokuwa hivi majuzi basi Mohamed Ali alitishia kujitoa kwa UDA, lakini pia naye kuna fununu ya kusimama ugavana. So ni watu wangapi hao? Kuna Sarai wa kwanza, kuna Mohamed Ali, kuna Mbogo, kuna Mike Sonko, usisahau, kama hatujajua kama atarudi, lakini kuna fununu ya kuwa yeye naye arudi Mombasa. Na kuna Mike Sonko, na kuna nani mwingine ambaye anataka ugavana, kuna huyo Aroro, ambao ni watu watano tayari hao. Na nashuku kuna wengine. Kiti cha ugavana cha Mombasa kinapiganiwa sana, kila mmoja anakitaka, kila mmoja mate anamtoka kwa sababu ya kiti cha ugavana cha Mombasa. Manake huyu Abdulswamad hajamaliza hata awamu yake, ama hata wakati wa siasa haujafika. Sasa ni wakati wa maendeleo, lakini ile siasa inapigwa Mombasa. Ukiangalia mtu kama Mbogo hivi sasa anatumia nguvu nyingi sana ili kuleta watu wake pamoja na kutafuta kura za 2027. Na ukiangalia Sarai pia naye anatumia nguvu nyingi za kutafuta kiti. Mtu mwenye kidogo ambaye hivi majuzi alikuja na fujo lakini akatulia ni Aroro. Alikuwa amekuja na fujo nyingi sana, paka gavana na yeye walikuwa wanalumbana hivi na hivi, lakini mzozo huo kidogo ukaenda chini. So kitu chenye kinafanya mpaka maendeleo Mombasa hakuna, basi ni mambo ya umoja hakuna kabisa. Mara unasikia gavana hashikane na women rep. Unaona, women rep, imagine. Senator hashikane labda na gavana. Senator hashikane na gavana Mombasa hivi sasa. Hashikane na gavana, ambao hayo ni mambo mengine ambayo yanaleta Mombasa County inakuwa tu haina maendeleo. Manake maendeleo ya nyumba
mpaka wazazi wao wanaelewana. Kama hawaelewani, basi hakutakuwa na nini, hakutakuwa na maendeleo. Naam, hiyo basi ni sababu kubwa ambayo nayo imefanya Mombasa imerudi nyuma. Naam, tukiangazia kuwa hiyo story yenye tulikuwa tunaongea ya drainage system, kama we ni mbunge ama kama we ni MCA na ushikane na gavana, barabara yako haitatengenezwa. Kama mfano barabara ya Kongowea, hiyo barabara imekaa hivyo wakati wa Joho, barabara ilikuwa ni matope matupu, mashimo matupu, hiyo karama hiyo. Lakini yote ilikuwa inaletwa na nini? Ilikuwa inaletwa kwa governor aishikane na Abrar, ambaye Abrar ndio alikuwa MCA wa wakati wa Kongowea, unaona. Na barabara hiyo ilikaa hivyo mpaka leo. Sidhani kama sasa ishatengenezwa. Sasa pia ni kama bado ishatengenezwa, labda kuwekelewa ile mawe. Na kulikuwa kukinyesha maji yanajaa. Maji hayajulikani. Yale mashimo yalitengenezwa Mombasa County, hizo drainage zilitengenezwa, zimejazwa takataka zote, Kongowea yote. Yani uongozi wa Mombasa, yani sijui nani atakuja huko wa Mombasa. Sijui ni nani, lakini let's hope governor yule yuko hivi sasa atatilia mkazo swala hili, atafuatilia ile pesa yenye waziri wa ujenzi na barabara alikuwa anasema imezuiliwa, aweze kuiachilia ikuje, ndio waweze kutengeneza Mombasa iweze kuendelea. Naam, jambo lingine ni upande wa women rep naye ni mama mchapakazi sana, mama mwenye anafanya kazi kubwa sana, anasaidia watu huku na huku, kizingatiwa watu wenye vijana na hata wamama wenye wako na shida za school fees, watoto wao wako na shida za school fees, wenye wanataka kuanzisha biashara. Mama huyo naye basi amesaidia sana upande huo, ambaye pia naye amepigwa vita sana. Huyo mama amepigwa vita sana, na ni mama mwenye anafanya maendeleo, na ni mama mwenye anasaidia, unaona. Haya, ukienda Jomvu, ukienda Changamwe, kuna Badi na kuna nani yule Mwinyi, wao nao pia mara unasikia washikane na gavana, mara unasikia kuna maactivist ambao huwa wanaingilia haya maswala, ikiwemo Batuli ambaye amekuwa akiongea sana kuhusiana na uongozi wa Mombasa, ambapo alikuwa anakashifu vikali Governor Abdulswamad kwa ya kuwa yeye ni mpole, ya kuwa yeye hashikani na watu, ambao kiangalia kwa undani unapata kuna kaukweli kidogo. Manake ukiwa kiongozi mpaka ushikane na kila mtu, mpaka ushikane na speaker, na mpaka ushikane na women rep, mpaka ushikane na MCA, mpaka ushikane na senator wako, ndio kazi kwako ikaweze kuwa rahisi. Lakini kama kila mmoja ni adui kwako, basi hiyo itakuwa na shida sana. Lazima ujiulize kuna nini mpaka kila mmoja. Kazi itakuwa ngumu kwa gavana, ama kazi itakuwa ngumu kwa kiongozi yoyote yule mwenye haelewani na wale wadogo zake. Unaona, ni ngumu sana. Japokuwa labda yeye naona na hivi sasa na MCA anaelewana nao, si kama ule uongozi wenye uliopita. MCA pia walikuwa ni shida, hawaelewani na gavana sana. So swala hili la drainage system, tunaomba viongozi wa Mombasa wakaweze kushikana na wakaweze kulishughulikia, ikianza upande wa ward level. Na kama we ni MCA na unajua pande yako, governor hawezi kujua kila mahali, ama hawezi kujua kila kichochoro, japokuwa yeye ni mkazi wa Mombasa anaelewa. Lakini kama we ni MCA, inafaa unapeana nini? Unapeana information na mahali kwako, ndio kukaweze kushughulikiwa mara moja. Kama hiyo ya Nyali ni shida, kukiwa na wageni wakija ukiona kama hivyo, pia we governor ni aibu kwako. Unaona, sisi tu wakazi wa Mombasa tutakuwa nini, but governor ni aibu kwa governor. Manake kila kibaya kitakachoonekana, governor kwa governor afanye kazi yake. Na pia wacha MCA tu, hawa wabunge pia, wabunge
Kiburi cha mbunge kisimfanye mpaka asifanye nini, asielewane na gavana. Manake yeye si unajua, yeye anajua anachukua pesa kutoka juu, hiyo ya CDF na nini na nini. So hiyo inaweza kumtia kiburi. Hapana, watu washikane ndio Mombasa County ikaweze kuendelea mbele, na si Mombasa County tu peke yake, hizo kaunti zingine kama Kilifi, kama Kwale zikaweze kuendelea. Lakini hivi sasa basi tulikuwa tunaangazia drainage system ya Mombasa. Tunaomba Mombasa government ama county government ya Mombasa ikiweze kushughulikia swala la drainage system. Limekuwa shida sana na donda sugu muda mrefu, watu wamelia, watu wamelala nje, barabara ni mbovu, ni shida kubwa sana. Kama we mvua ikinyesha ushamaka, unajua wazi hapa leo nitalala nje, maji yatatoka kwa magorofa huko kwa matajiri ya kuja ingie kwa nyumba za chini. Manake hao drainage system zao wanazikwepa huko, zinakuja zinaingia kwa nyinyi wenye hamna uwezo wa kuchimba ama kutengeneza drainage kwenu. Shukran, make sure una subscribe ndio ukaweze kwa kwanza kuangalia video zetu zingine ambazo tutaziweka hapo mbele, na kuomba hapo kwa comment section ukaweze kuweka wazo lako kuhusiana na drainage system ya Mombasa ambayo imekuwa donda sugu sana. Kuna Walidi alikuwa anaongea, wacha hii hapa video yake, hebu itizame kidogo ya Walidi alafu ndio tumalize. Kama mnavyoona Kisauni, this is the situation, year in year out. Kila mwaka kukinyesha, hii ndio hali. Governor, on source revenue ya Mombasa County, where does it go? You can't do your job, please step down and bring someone who can do your job. This is so embarrassing. People are dying, barabara hazipitiki, watu hawawezi kufanya biashara zao kwa sababu ya hali ilivyo. Wafanya nini kama mkuu katika hii kaunti yetu? Kwa hivyo tunakwambia kama kazi huiwezi, please step aside and let someone else do this job. Wewe kama governor, devolution, this is the work that you're supposed to do. Mpaka sahi we have not seen you in Kisauni. What are you doing? And this is a warning, this is a message to the county government of Mombasa. If any person is going to die in Kisauni in this rainy season, we are going to present a petition for your impeachment. It will show your incompetency. Kwa kila siku ama? Hii kila time hii, kila mvua ikinyesha hapa huwa panakuwa hivi. Hapa anaje afanye mambo yake hapa. Sawa. Wacha hiyo, tizama hii nyingine. Abdulsamad jamani, hii ni aibu kubwa sana bro. Hapa ni Quickmart Nyali. Angalia maji nakaa. Barabara iko na mashimo kama yote, angalia. Gari imekwama ile. Aibu gani? Angalia. Magari yanapozunguka, angalia. Abdulsamad bwana. Naam, ndio nakwambia mtazamaji, Mombasa County imekuwa na shida ya drainage system. Tunaomba viongozi wahusika wakaweze zingatia swala hili ndio Mombasa ikaweze kuendelea. Hatutaki kuwa na Mombasa ile tuliacha miaka 10 iliyopita na tunabadilisha uongozi kila mara. Tunataka Mombasa iendelee, na shida kama hizi drainage system haziwezi kufanya Mombasa ikiendelea. Manake watu kukinyesha wanafunga biashara zifanyiki, mtoto hawezi enda shule, unaona, mtu hawezi enda kazini mpaka malize siku 2, labda barabara ya kwake ndio ifunguke. Ni shida. So tunaomba kazi hii iweze kufanyika mara moja ndio tukaweze kusonga mbele pamoja. Tafadhali kama hujasubscribe na kuomba ukaweze kusubscribe ndio ukaweze kwa kwanza kuwatch video zangu zingine. I'm out. Tunalala nawe, namuka nawe, natembea nawe.